pia azishughulikie. Lakini yule maskini utakaye invest in him ukamsomesha usisomeke, kesho atakuja kusomesha na wewe, atakuja kiti na wewe. Sasa huyu alipoona hali Adi, alipoona hali ya umaskini ulioenea Madina, yani huyu anakuja mtume, huyu anakuja kumuomba, huyu mwingine anakuja kumueleza shida, huyu mwingine anakuja, aona hapa sipo, mimi sifita hapa, mimi kwetu mimi mwenyewe ndo bwana wa watu kule, senti tuko nazo, nafanya nini hapa? Mtume ataka kumgeuzia picha, mwambia utakuja kuona mwanamke atembea kutoka Hira mpaka Maka, haogopi yoyote, na utakuja kupata kuona kutafunguliwa kunuzu Kisra. Maana kama senti ndo wewe wafikiria, kunuzu Kisra zitafunguliwa. Ya tatu, utakuja kuona mtu yakhruju mil'aka fihi min dhahabin au fiddatin, au yukhriju mil'aka fihi min dhahabin au fidda, atoa kujawa kwa mkono wake, kwa kijanga chake cha mkono, yani awe mkono umejaa nini? Dhahabu, fidda. Mkono kujaa dhahabu, fidda, kutembea njiani hivi ni kwa maana ataka kutoa sadaka, si ndio? Asipate wa kupokea, asipate kufanyaje? Wa kupokea. Ndio pale Adi akasema, la kwanza miliona, na la pili nimeshiriki mimi katika kufungua Kisra, na ikiwa nyinyi mtaishi mtalikuta la tatu, mtalikuta la tatu. Na usitamani sana kulikuta la tatu, kwa sababu ukilikuta utakuwa wewe unazo, huzitajidina zile dhahabu, mpaka yule maskini ukikata zile dhahabu kwamba watu wote si maskini tena, si ndio? Katika mwaka wa 9 vita vilotokea vikubwa ni vita vya Tabuk, katika mwezi wa Rajab mwaka wa 9. Asema inna ghazwata fathi Makkah, vita vya fathi Makkah kanat ghazwatan fasilatan baina al-haqqi wal batil, kwa ni vita vyenye kufarakanisha baina ya haki na nini na batil. Lam yabqa ba'daha majalun liriba, hakujabakia baada ya vita vya fathi Makkah nafasi ya mtu kuwa na shaka na kuwa na dhana fi risalati man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika risala, katika utume wa mtume Muhammad inda al-arabi kwa Arabu. Walidhalika inqalaba al-majra tamaman, ndio maana mambo yakabadilika yote. Wadakhala fi dinillahi an-nasu fi dinillahi afwaja, wameingia watu katika dini ya Mola subhanahu wa ta'ala makundi makundi, kama sayadhharu, kama itakavyodhihiri, mimma nuqaddimuhu fi fasl al-wufud, kitakachokuja katika kitengo cha wufud. Tutaeleza wufud zilokuja kwa mtume kusilimu, wafdi baada wafdi baada ya wafdi. Asema wa min al-adad alladhi hadara fi hajjati al-wada', tutakuja kuona natija ya vita vya Fath Makkah katika idadi ya wale watakaohudhuria hajjatal al-wada'. Asema wantahat al-mata'ib ad-dakhiliyah, zile shida za internal issues zimeisha, kwa sababu watu wote wameogopa mtume amepata fathi, ufunguzi wa Fath Makkah. Wastaraha al-muslimun, waislamu wakawa na starehe kuweza, yani wakawa na nafasi kuweza kusoma sharia za Mungu subhanahu wa ta'ala, kutafaqah litalimi shara'i Allah wa bath da'wat al-islam, na kueneza da'wa. Asema sababu ya vita hivi sasa Tabuk, illa isipokuwa annahu kanat hunaka quwwatun ta'arradat lilmuslimina min ghairi mubarrir. Kulikuwa kitambo mwaka wa 8 kama sijakosea, wa 7, kulikuwa kuna quwwa ambayo kwamba iliweza kufeswa Waislamu pasi na sababu yoyote. Ni quwwa gani hiyo? Ni quwwa ya Rome, ya vibaraka vya Rome waliokuwa wapi? Sham. Wale waliomuua nani? Shurahbil, afwan, waliomuua al-Harith ibn Umair al-Azdi. Nani waliomuua Harith ibn Umair al-Azdi? Ni yule Shurahbil ibn Amr al-Ghassani au al-Ghassani. Huyu alimuua safiri wa mtume wakati mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya sulh al-Hudaybiyah, alipokuwa anatuma mitume miji tofauti tofauti kwenda Habasha, kwenda Rome, kwenda Kisra, kwenda kwingine. Katika walotumwa kwenda upande huo alikuwa ni nani? Harith ibn Umair al-Azdi. Huyu aliuliwa na nani? Tumesema na Shurahbil, ambaye kwamba ni governor wa Kaisar Rome, wapi? Sham. Asema حينما كان السفير يحمل رسالة النبي إلى عظيم بصرى, alipokuwa huyu safiri wa mtume amebeba barua kwenda kumpelekea nani? Adhimu Busra.
Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tumesoma huko nyuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam arsala sariyatan, ametuma nini? Saria, kipote katika Waislamu ambacho kwamba kilikuwa chini ya uongozi wa nani? Zaid ibn Haritha, hibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kipenzi cha Mtume. Ndio kwamba ile saria Mtume hakushiriki, lakini tumeeleza kwamba imeitwa ghazwa kwa ukubwa wake, ikawa inaitwa ghazwatu madha? Ghazwatu Mu'ta. Ghazwatu Mu'ta. Sasa ghazwatu Mu'ta ilikuwa ni istadamat sariyatu Zaid birruman, kulikuwa na mpigano tulisema, akauliwa Saidina Zaid, akauliwa baada yake Jaafar ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha, hao wote waliuliwa. Baadaye uongozi ukaenda kwa chini ya nani? Saidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, akaweza kuwaokoa Waislamu. Sasa Rom hapa waliudhika sana kwa sababu walishindwa kama tulivyoeleza, walam tanjahna, hawakuweza kufaulu fi akhdhi thar, kuchukua kisasi min ulaika adh-dhalimin al-mutaghatrisin, illa annaha tarakat arwa'a atharin fi nufus al-arabi qaribin wa ba'idin. Waislamu hawakuweza kuwamaliza wale wa Rom, lakini kule Saidina Khalid kuweza kuwaokoa Waislamu iliwacha athari kubwa kwa Waarabu, na kule kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam na Waarabu walikuwa hawaoti kupigana na Rom. Unajua ni kwamba kipote kidogo kifikiria kupigana na empire, mnafahamu, inawacha sum'a tofauti kwa watu, kama vile ilivyokuwa vita na bado va ndugu zetu Gaza na Mzayuni. Asema walam yakun Qaisar adhim ar-Rum, hakuwa liyasrifa nadharahu, ni mwenye kuacha kufumba macho, amma kana, kwa yale yalotokea, limaarakati Mu'ta, kuhusu vita vya Mu'ta. Kwa nini? Min al-athari al-kabir, kuna athari kubwa lisalihi al-muslimina, kwa ajili ya Waislamu, yani ilikuwa athari ile inawafeva nani? Waislamu. Wa amma kana yatmahu ilayhi ba'da dhalika min qaba'il al-arab an Qaisar, min istiqlalihim an Qaisar, na kwamba ile athari ilipeleka kwamba baadhi ya makabila ya Waarabu waone sisi pia tuweze kujivua kutokamana na uongozi wa nani? Wa Qaisar. Wa muwata'atihim lilmuslimina, na kuwafikiana na wao, kushikamana nao wao na nani? Na Waislamu. Wakaona kwamba inna hadha kana khataran, ni hatari, yataqaddamu, inayotangulia, wa yakhtu ila hududihi, inayokuchukua steps kuelekea kwenye boda zake, khatwatan ba'da khatwa, hatua baada ya hatua. Wa yuhaddidu, na yenye kutishia, kuthreat الثغور الشامية، ثغور الشامية التي تجاور العرب. ukiwa upande wa Rom walikuwa wana thughur zao, sehemu zao upande wa Sham ambazo kwamba zinakaribiana na Waarabu. Yani Sham ndio bawabatu al-Rum ila al-Arab, na ndio njia karibu kutoka kwa Waarabu kuelekea kwa Rom. Kwa hivyo ikiwa hii Sham itakwenda kutoka chini ya uongozi wa Kaisar, ni hatari kwa Kaisar. Ikiwa hii Sham itaingia chini ya uongozi wa Waislamu, itakuwa ni hatari kwa nani? Kwa Kaisar. Asema fakana yara, akaona kwamba hapana budi, anna alqadaa yajibu ala quwwati almuslimin, lazima wamalize nini? Waislamu. Na sasa tukiwaacha hawa watazidi kupanuka, na wakipanuka watakuwa ni wenye kutukua ardhi zangu ambazo kwamba ziko chini ya uongozi wake. Yani kabla an tatajassada fi surati khatarin adhim, kabla ya hizi nguvu za Waislamu na jeshi la Waislamu lisije likageuka likawa sasa ni hatari kubwa juu yangu, la yumkinu alqada'u alaiha, ambalo kwamba lisiwezekana kulimaliza. Wa qabla an tuthira alqalaqila wathawrat fi almanatiq alarabiyya, kabla pia haijazusha thawrat, revolutions na maandamano na mengineo ambayo kwamba yani dhidi ya uongozi wa Kaisara juu yao. Asema wanadharan ila hadhihi almasalih, na kuzingatia masalih haya, lam yaqdi Qaisar ba'da ma'arakati Mu'ta sanatan kamila. Qaisar hakutukua mwaka mzima baada ya vita vya Mu'ta
mpaka akaanza hata akhadha yuhayyi'u al-jaysha min ar-ruman, akaanza kuandaa jeshi kutoka kwa Rom na Waarabu ambao kwamba attabi'ati lahum, wenye Waarabu ambao wachukua chini uongozi wao, min ali Ghassana wa ghairihim, kama na watu kabila la Ghassan na wengineo. Wabadaa, na akaanza yujahizu, akiandaa nini, lima'arakatin damiyatin fasila, kuandaa kwa vita ambavyo kama ni venye kumwagika damu kwa wingi na ambavyo kama venye kupambanua sasa baina yao na Waislamu. Sasa Waislamu walipata habari hizi vipi? Asema al-akhbar al-amma an isti'dad ar-ruman wa Ghassan, habari kuhusu kujiandaa Marom na Ghassan. Asema wakanat al-anba, na zilikuwa habari tatarama, zinatupiana, yani tarmi al-khabara au yarmi al-khabaru al-khabara al-akhara. Habari hii inapeana habari nyingine, zikawa zile habari zinafuatana kuhusu ila al-Madina. Hizo habari zikifuatana kuhusu mpaka Madina, kuhusu kuandaa bi'idad ar-ruman, kuhusu maandalizi ya Rom lilqiyam, kuweza kufanya ghazwa hasima dhidi al-muslimin, kupiga vita yani Waislamu. Hatta kana al-khawf yatasawwaruhum kull hin, mpaka ikawa khawf, uoga ukawafikia Waislamu. La yasma'una sawtan ghayra mu'tad illa yadhunnunahu zahfa ar-ruman, walikuwa Waislamu fika hali hawasikii sauti ambayo si kawaida Madina, isipokuwa wanadhania nini, huu ni mteremko wa nane Rom wanakuja. Na dalili ya hiyo ni nini? Asema yadhharu dhalika jaliyan, hiyo itakudhihirikia wewe wazi, kwa picha ilikuwa wazi, mimma waqa'a, kwa lilo tokea kwa nani, kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Asema faqad kana an-nabiy, ilikuwa Mtume sallallahu ala min nisaihi shahra, alitiakiapo kutoa karibia wake zake mwezi, fi hadhihi saa, katika huu mwaka ambao mwaka gani, wa 9. Wasema wakana hajruhunna wa'tazalu anhunna fi mashrubatin lahu, alikuwa wakana hajarahunna wa'tazala anhunna, na alikuwa amewagura na akakaa mbali nao katika sehemu karibu na nyumba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sehemu yake kando, mashruba inaitwa, nyumba ya marum yake kando, ambapo alikuwa akiishi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walam yaftini as-sahaba, wa masahaba walikuwa hawajafahamu haqiqata al-amri fi bidayatihi, wa hakika wa jambo mwanzo wake. Fadhannu, wakadhania kwamba an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume talaqahunna, amewaacha nani, wake zake. Fasara fihim alham walhuzn walqalaq, wasahaba wakaingiwa na hamu na huzuni. Sasa anaeleza hichi kisa nani, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, katika kisa kirefu. Asema Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, maana hiki ni kisa kinachohusiana na Mtume kugura nani, wake zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi alichokugura wake zake ni huu mwaka wa 9, mwaka wa 9 wa Hijria. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasemekana sababu kadhaa, mojawapo ni ile habari ya Sayyidatina Hafsa na Sayyidatina Aisha walipopanga njama kumwambia, kwa sababu Mtume sallallahu aketi kwa Zainab binti Jahsh muda kidogo mrefu, ile wivu ikawapelekea wao kuweza kufanya maelewano. Sasa kumekuwa sasa team tofauti, wameamua hao waelewane. Sayyidatina Aisha na Hafsa akamwambia, wakapanga kwamba kila mmoja Mtume akija kwake aseme bwana, afunge domo lake, kanwa lake, kusema mmekwenda mbona wanuka hivi, yani mmekwenda kula kitu gani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuna kitu cha kiisha kwake kama harufu mbaya. Walikuwa akija Mtume anamwambia, inni ajidu minka riha maghafir. Maghafir ilikuwa ni mfano wa, sijui tutasema nini, kuna liquid ambayo kwamba yatoka kwenye mti, ambayo kwamba yafanana na asali, hii inaitwa maghfur.
maghfur, yani jamii yake ni maghafir. Sasa ina harufu mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, mimi nimekunywa asali kwa Zainab lakini sitarudia tena. Kwa nini? Kwa sababu nachukia harufu mbaya. Ndipo ikateremka, ya ayuha nabii lima tuharrimu ma halallahu laka, mpaka mwisho wa aya, intatuba ila Allah. Yani nani? Aisha nani na Hafsa. Wa id asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan, mpaka mwisho wa habari. Katika riwaya nyingine ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam apokea Sayyidatina Aisha asema, uhdiya li lahmun, mimi nimepewa zawadi ya nyama. Sayyidatina Aisha asema, nimeletewa zawadi ya nini? Ya nyama. Mtume akaniambia, mpe na Zainab hii zawadi. Asema Aisha, nikampelekea Zainab ile zawadi, nikamtumania ipelekwe kwa Zainab. Zainab akarogesha. Mtume akamwambia Aisha, ongeza. Akaipeleka Aisha, kaongeza. Zainab akaregesha. Mtume mara ya pili akamwambia Aisha, ongeza. Akaipeleka Aisha kwa nani? Kwa Sayyidatina Zainab. Sayyidatina akaregea. Sayyidatina Aisha ikamwambia, hii ni too much sasa. Ikaingia kidogo wivu na hamaki. Akamwambia Mtume, huyo kudharau wewe, akuonesha wewe madharau. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anti wa hiya, wewe na yeye, ahwanu ala Allah min an yuhinani min kunna ahad, ni wachache, ni duni kwa Mola subhanahu wa ta'ala nyinyi wawili, kwamba Mola aweze kunidharau mimi kupitieni nyinyi, lakini natia kiapo kwamba sitowajilieni nyinyi mwezi mzima. Uqsimu alaykum au uqsimu la adkhulu alaykunna shahra, natia kiapo nisiwaingilie nyinyi nini mwezi. Na katika riwaya nyingine ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa na kijakazi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwendea. Sasa Sayyidatina Aisha na Hafsa, ile wivu wakawa kila saa, achana naye, huyo hakufai, si level yako, si hivi, mpaka Mtume akajiharamishia mwenyewe. Hizi zote zikaja aya ya ayuha nabii lima tuharrimu ma halallahu laka. Wanazuoni wanasema inawezekana kwamba ni jumla ya sababu zote hizi tatu, lakini Saidina Umar ndo atueleza habari kwa urefu wa kisa kama hicho. Asema Saidina Umar radhiyallahu anhu warda, alikuwa mimi niko na jirani yangu katika Maansar akiitwa katika Bani Umayyah bin Zaid. Saidina Umar kwa akisema, sisi tulikuwa tukiishi awali al-Madina, sehemu za juu katika Madina, hatuko town pale chini karibu na Mtume. Sasa tunataka kusoma kwa Mtume, tunataka kusikia habari za Mtume, tunataka kumuona Mtume, na pia tunataka tufanye maisha. Kuna wake, kuna watoto, kuna familia, kuna majukumu. Sasa tutaunganisha vipi haya mawili, kwamba tupate kusoma kwa Mtume na tupate kulea familia? Nasema tukaamua, angalia hii inaitwa at-taawunu 'ala al-birr wa taawanu 'ala al-birri wat-taqwa. Nasema tukaamua mimi na ule mwandani wangu tutapishana siku. Mimi nishuke siku nisikize habari, nionane na Mtume, nipate kusikia hadithi, kila zile habari zitakazokuja nimpatie mwenzangu, kisha mwenzangu kesho ndo aende aniletee mimi zile habari. Tunapishana. Kwa hivyo mimi siku nafanya kazi, siku nasoma, na mwenzangu siku afanya kazi, siku nafahamiana, si ndio? Amani mtu akitaka jambo hakosi ndia. Ukitaka kusoma wewe utapata njia kusoma, lakini ni mpaka utake, ni mpaka afanyaje? Utake. Asema siku akashuka yeye. Siku aliposhuka, asema na pia kabla ya hapo kulikuwa sisi, kabla ya haya habari kufika, asema sisi watu wa Makka, asema kunna ma'ashara Quraysh naghlibu an-nisaa, tulikuwa tuko juu ya wanawake wetu, yani saini yetu, tukisema sisi wake zetu hawaregeshi neno, fanya hii, tukua hili, jambo ni hivi, rai ni hivi, kauli ni hii, sisi ndio kusema.
Lakini tulipokuja Madina tumeona watu wake wao ndio kusema. Ndio nini? Ndio kusema. Tukuja Madina tukaona watu wake wao ndio. Sasa isitoshe tu kwamba wao ndio wake wao kusema, wakaanza wao kuharibu wake zetu. Pamoja wakaanza wao kufanyaje? Wakaanza kuharibia wake zetu. Ikawa sasa wake zetu waanza kuinua sauti nao. Nasema Saidna Umar fasakhibtu ala imraati, sikum karipia mke wangu, kamkaripia mke wangu, mke wangu akaanza kama kunijibu, kunirekebisha. Akasema fa ankirtu an turaji'ani, au tunirekebisha vipi? Ile mke wangu akamwambia walima tunkiru an uraji'aka, kwa nini sasa wewe, yani ni kipi kikubwa kimefanyika? Hakujafundishika, dunia haijaisha, mimi nimekurekebisha tu. Fa wallahi sasa atoa dalili yule mke hakutosheka kwamba ameharibiwa na wake wa Ansar, yani amefundishwa hivyo na Ansar, akatoa dalili asema wallahi hata wake wa mtume akiwaambia kitu wanamrekebisha, wanamkariria, yani wana fi akhdhu ata bainahu wa baina an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuna kutukua na kukata, sio kumchallenge, yani si kwamba yani kama kumchallenge, kuna kuchallenge na kuna ile waweza kurekebisha wewe, waweza kuambiliwa jambo. Unajua kuna wakati wewe mume nyumbani huambiliki jambo, na hiyo si nzuri kwako. Lazima uweke space kiasi, kwa sababu kuambiwa huku ni kwa maslahi yako mara nyingine, kwa maslahi yako mara, hata kama ni space ndogo ya mtu kupata guts za kukuambia kitu. Asema fa wallahi inna azwaj an-nabiy la yuraji'una, hata mtume wake zake wanamfanyia murajaa katika maneno. Wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layl, isitoshe mmoja wao aweza nyamaza mchana mpaka usiku, yani asiongee na mtume. Umar asema fa afza'ani dhalika, ile jambo likanitoa usingizi kabisa, nikawa sasa sina makini ya kukaa. Asema kad khaba man fa'ala dhalika minhu, ashangamia alofanya katika wao jambo hilo. Asema kisha nikakusanya nguo zangu, nikajitoa, nikaenda kwa Hafsa wa kwanza, binti yangu. Maneno yapo kweli, maneno huyu mke wangu aniletea tu mimi. Asema kaenda kumwambia Hafsa, atughadibu ihdakunna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-yawma hatta layl, yani kuna mtu wenu anaweza mkasirikia mtume asubuhi mpaka jioni asimzungumzishe mtume? Sasa Hafsa ambaye naam, it happens. Akamwambia Umar, asema faqultu idha qad khibti wa khasirti, wewe umeangamia na umekhasirika. Afata'manina an yaghdab Allah li ghadab rasulillah fatahlaki. Angalia Umar, angalia kwingine, wewe umejimakini vipi mtume, yani Mola akasirike kwa ajili ya hasira ya mtume ukaangamia? Yani mtume ndo amekukasirikia wewe, sio wewe. Una amani vipi kwamba Mola asikasirike kwa hasira za mtume kwa wenu nyinyi mkaangamia? Akamshauri binti yake. Sasa kwanza unajua unampatia mtu, unaanza kumwambia na kumrekebisha yule aliyokuwa chini ya himaya yako, na hii ni kwamba baba atakiwa amwangalie binti yake anaishi vipi na mume wake, amrekebishe akiwa hayuko katika njia ya sawa, akiwa hakai na mume wake kwa wema, awe ni mwenye kumnasihi binti yake. Sio wewe umempatia mtu binti khalas, siku mtakapoachana ndio sasa ndio tuanza tena kesi upya. Ulikotakiwa tangu mwanzo kulikuwa na wazee. Sasa manake hali si hali, kulikuwa na wazee. Binti yao akija nyumbani kulala, wanaita sleep over, si ndio? Binti ni mke wa mtu, lakini leo kataka kwenda nikakumbuke home kiasi, nikakae na mabrother na masister, nikae usiku tulale pamoja once a week. Naenda nyumbani, sio naenda kwa rafiki yake, aenda wapi huyu? Nyumbani kwao, kwa babake na mamake alipotoka. Asema nikifika mke kwa nyumbani kwa babake, asema ikifika jioni, ikifika nini? Jioni, baba yuaje, mbona uko hapa?
basi leo tumeamua sisi nyumbani leo tule pizza tukae pamoja asubuhi nitakwenda. Mume wangu shamwambia kubali. Mume msemaje? Asema baba hata kama ni saa 4 usiku atatoka yeye anishike mkono mimi aniregeshe kwa mume wangu. Aniregeshe wapi? Huyu msichana mfanya jambo la haramu, hajafanya jambo la haramu. Lakini baba na mzee wakati huo hataki huyu binti azoee kulala kando na mume wake. Na hataki yule mume hata kama mume mara nyingine humwacha binti kwa sababu hataki kuleta kero, hataki kuleta mizozo. Maana ukiachwa ukizuiliwa ni fujo na usipozuiliwa ni fujo. Hataki huyu mke wake afanyaje? Binti yake mke wake amletee kero, humwacha akaenda. Lakini mzee aelewa, mimi nina mke, sitaki mimi mke wangu aende akalale kwingine. Sitaki mimi nisumbuke asubuhi nikiamka hakuna breakfast kwa sababu eti wewe unkwenda kwa babako. Asema babangu akitoka mwanamke anitukue mimi nipeleke kwa mume wangu usiku. Ruhusa ninapewa. Lakini baba hataki kuweka ada kama hiyo. Leo sio msichana aenda kwa mume wake, kwa babake. Msichana atoka trip yeye na wanawake wenzake ati amomba ruhusa mume wake yeye watoka. I want just to feel somehow peace, kuenjoy kiasi maisha. Watoto sasa baba yeye ndo angalie watoto ama atafute nani angalie watoto, kesho yule nani ndo atageuka ni mke. Lakini atafute wa kumwangalia watoto eti mke aende kufanyaje? Vacation. Tena mke akwambia sitaki vacation na wewe mume wangu kero. Mimi nataka tuende sisi girls out. Tuna kuchill sisi kama wanawake. Haya yote imekuja lini? Kulipokosekana wazazi na kukosekana pia waume. Hakukosekana wazazi tu, kukosekana wazazi na waume. Kwa sababu waume wengi wanashiriki katika kuwaacha wake zao kufanya yote wanayoyafanya kwa udayuthi uliopo kwa waume wa zama hizi. Kwa udayuthi uliopo kwa waume wa. Na haya maneno sio tusema ni kwamba hayapo, ni mambo yapo kwa ground, bali yaliopo ni mabaya zaidi. Wewe kama mzazi mwema shughulikie binti yako. Na hivi ndivyo wakifanya Saidna Umar. Sema nikaenda kwa binti yangu nikuconfirm. Kisha isitoshe nilipoconfirm sio tu mtume amekuacha kwa hivyo wewe uendelea. Nikamnasihi binti yangu, asema nikamwambia la tastakthiri an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala turaji'ihi. Asema usiwe wewe mwanzo ni mwenye kumuomba mtume mambo mengi, usimsumbue kumuomba mume wako. Anambia binti yake hivyo sio leo nataka nguo ya hii, kesho nataka nguo ya birthday, kesho nataka nguo ya hina party, kesho. Usimuombe mume wako mengi, amfundisha. Amwambia nini? Wala turaji'ihi fi shay'in, usimregelee maneno. Mtume akikwambia kitu si nini? Wala tahjurihi, usimkate mtume sallallahu alaihi wasallam siku mzima. Wasalimi ma badalaki, taka kitu usimsumbue mtume. Niulize mimi, wako wazazi sasa mzigo ushanondokea. Nenda kwa wewe ninakuozesha bado tena warudi kwangu. Asema kisha akamwambia nini? Wala yaghurrannaki, na isikuhadae wewe, isikughuri wewe, an kanat jaratuki awda'a minki, kwamba huyu jirani yako ni mzuri kuliko wewe. Nani? Aisha. Sikughuri wewe kuona huyu mwenzako. Asema kisha nikatoka Said Umar, asema nikatoka nikaenda kwa Ummu Salama kwa sababu kuna ujamaa baina yake yeye na nani? Na Ummu Salama. Nikamuuliza na yeye pia. Nikamuuliza yale maswali nilomuuliza nani? Hafsa. Said Ummu Salama akampasha Umar. Akamwambia nini? Ajaban laka ya ibn al-Khattab. Ajabu wewe ibn al-Khattab. Dakhalta fi kulli shay, umeingilia kila kitu. Hatta tabtaghi an tadkhula baina rasulillahi wa azwaj, wataka kuingilia baina ya mtume na wake zake. Sasa ya kuhusiana. Umar asema fa akhadatni, angalia hivi masahaba walifundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, malezi waliopewa na mtume.
kwamba mmoja wao akifeel kwamba mimi hapa nimecross limits zangu, nimekosea, siangalie nirekebishwa na nani. Shida yetu sisi tuangalia tumerekebishwa na nani. Bwana utaniambiaje? Yani hawakuzoea mtume kugugura wake zake. Kwa hivyo kugura ni kwamba Sayyidina Umar lile likamzuzua kichwa chake, akasema khalas, binti yangu Hafsa amekhasirika. Nilikuwa najua mimi siku itakuja kwa yale mambo alikuwa nikiyasikia. Sema kusanya nikashuka alfajiri kwenda kuswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala akaingia kwenye ile nyumba yake akijificha. Asema nikaingia kwa Hafsa, nikimkuta Hafsa amewalia. Amwambia mimi si ndiwaambia mambo haya muache. Je, Mtume amewaacha, amewataliki? Anambia tujui sisi, lakini yuko kule amejika kando. Asema nikaja kwenye mimbari ya Mtume nikakuta watu wamekaa na huzuni wakilia. Asema nikakaa na wao kidogo, maana adabu ni mimi nisubiri Mtume atoke, si ndio, niongee naye, lakini sikuweza kukaa, hali imenizidi. Nikaenda sehemu alipokuwa Mtume amejificha. Mtume pale kuna kijana chake ambaye yuko pale, yani amlinda kwa lugha, kwa maana mtu akija achukue idhni, ambaye aitwa Rabah. Nikamwambia Rabah, tukulie idhni kwa Mtume, nataka kumuona. Rabah akaingia ndani, akatoka, akamwambia nimetukua idhni kwa Mtume, nikakutaja na jina. Usidhani kama sijakutaja, ninakutaja na jina, lakini Mtume nyamaza. Angalia, Mtume hakumfukuza, hakumwambia Umar asije. Maana angelimfukuza ingekuwa hafai tena Umar kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini anasema Mtume afanyaje? Anyamaza. Na ghulam huyu Rabah ameelewa kwamba Mtume kunyamaza kwamba ni kwamba hataki, na Umar ameelewa hilo. Umar akasema nikatoka nikarudi tena kule mimbari, nikakaa na wale watu tena, hamu ikanishika tena, nikarudi tena. Kama hebu tena labda sasa kidogo ametulia, muulize tena Mtume. Akasema akaingia akatoka, kama pia nyamaza baba. Mara ya tatu Saidna Umar alikwenda akapumzia, akarudi tena. Mara ya tatu alipokuja Saidna Umar anambia ule Rabah tena, huko akiinua sauti ili Mtume asikie, mwambie sikuja kuhusu issue ya Hafsa, mimi nimekuja issue nyingine. Sasa huyu ni nani? Ni baba. Hii ni familia ya Mtume. Sikujia mimi issue ya Hafsa, mimi nakuja mengine. Mwambie Mtume aniruhusu. Asema akatoka huyu akaenda, akirudi akamwambia bado Mtume anyamaza. Umar anasema nikiwa na reda zangu, maana uruhusiwi kubisha zaidi ya mara tatu. Utakiwa sisi wabisho bisha mara zaidi ya mara tatu. Kengele italia shekhe. Na kadhalika pia tukisoma kuhusu kubisha, pia simu ni kama nyumba ya mtu. Usipige miss call zaidi ya 3 shekhe. Waweza kuta mtu ampige tena miss call 3 mfululizo. Angalia Saidna Umar amebisha kwanza, akaenda akatupumzika kidogo, akarudi tena. Huyu anapiga, ukiangalia kwenye ile miss call recent calls 1800 180045 hapo yani dakika hiyo seconds hizo mara 3 zaidi. Miss call 10 tadhani kumfiwa, ukimpigia ilikuwa vipi? La, si katika adabu, sio katika adabu. Unapiga mara ya kwanza, subiri muda, azikuwa yuko chooni, azikuwa yoswali, azikuwa, kisha baada ya muda piga tena ya pili, tena baada ya muda piga ya 3. Baada hapo usipige tena, usipige. Wajua mtu mwingine utaka yeye kujidharaulisha, mtu mwingine utaka yeye kujishusha hadhi. La abqi li nafsika shay'an, bakisha kitu. Unamwandikia mtu barua leo, mbona hujibu? Naona umesoma Sheikh, sina kazi mimi kujibu. Mwanzo hizi social media zimetuharibia alaka zetu mbaya sana wallahi. Yani kwanza huyu mtu yuaoneshwa kwamba fulani ameona message yako. Kwa hivyo baadaye ameona, ina maana nini? Amekublutik. Amefanyaje? Amekublutik. Worse than that nini unajua? Eti
Ukiandika message ukifuta yakwambia fulani deleted this message ama amefanya unsent. Sasa mbona mwambie mbona wewe mbona mwambie kwa mimi nimefuta? Mimi nishafuta kwa sitaki ajue kama natuma ile message. Lakini sasa kufuta kwangu haikusaidia. Namtia huyu mtu kwenye shaka na mawazo, nafikiri fikra huyu ameandika nini, ametaka kusema nini, akafanya fikra nyingi. Alhasil Saidna Umar baada ya tatu ataka kuregea zake akaona yule Rabah akamwashiria kwamba sahihi mtume tena mtume amemwashiria mwache Umar afanyaje? Aingie. Asema Umar nikaingia. فدخلت على رسول الله نكنجيا كم صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رمال حصير akiwa mtume amejikelea amelala juu ya mchanga na hasir ni mfano wa jamvi. Asema laysa bainahu wa bainahu firashun, hakuna godoro, tumelala ni jamvi. Asema qad athara ar-rimalu bi jambihi, ule mtanga umeathiri ubavu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tutaka spring, sio tu godoro, spring. Ile sio kwamba ni healthy asijui, iko na specifics kadhaa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam amelala, ile mtanga umeathiri. Muttaki'an ala wisadatin min adamin, akijiegemea mtu ambaye kwamba ni ngozi. Hashruha lifun, ulikuwa ndani ya ile ngozi ni baadhi ya majani ya mti mtende. Sema fasallamtu alayhi, nikamsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qultu, nikasema wa ana qa'imun, angalia adabu, nikasema nikiwa nimesimama. Kwa nini hajakaa? Sikutaka kukaa na bado mtume sallallahu alayhi wasallam hajatulia, na bado mtume hajapata, na pia sijapewa ruhusa bado. Sikutaka tu mimi nije nikae na muona mtume bado yuko kwenye hali. Ikiwa nimesimama nikamwambia ya Rasulullah, atalaqta nisaak, umewataliki wake zako? Asema farafa'a ilayya basara, mtume akainua macho yake juu sallallahu alayhi wasallam. Faqala la, akasema la. Asema faqultu Allahu akbar. Thumma qultu wa ana qa'imun. Sasa madamu mtume hajawaacha wake zake, acha nianze kuzungumza nikiwa bado nimefanyaje. Lakini sio tu nitakaa kwanza, wacha nifanye weather kidogo mzuri, dani ulayyin aljaw qalila uratib aljaw, wacha nifanye kidogo weather, nimchekeshe mtume, nimpatie uns mtume sallallahu alaihi wasallam, nimliwaze mtume kwenye hali ya ham wake zake. Maana katika adhabu kubwa ni kumgura mkeo, na huyo ni mke akiwa akupenda, acha kumgura kwenye kitanda tu, usipomzungumzisha ukamuignore. Yoyote yule anayekupenda, kumuignore ni adhabu kubwa umempatia. Kumuignore ni adhabu kubwa umempatia kipenzi chako, adhabu kubwa ni kumuignore, adhabu kubwa sana. Ndio wake wetu wa sasa, mwambia Allahumma salli ala Muhammad, atatusisema. Almuhim, asema nikawa namliwaza mtume, kaanza ya Rasulullah. Sasa asema naanza kumpigisha mtume story kidogo apumbaye. Rasulullah, law ungeliona mimi wa kunna ma'shara quraish, sisi ma quraish tulipokuwa naghlibu an-nisaa, tukiwaweza tulipokuja hapa, idha qaumun taghlibuhum nisaa, napata watu wake zao ndo wako juu yao. Asema mtume akasmile, yani anaanza kumliwaza mtume, kumchekesha. Hapa tumkuja Rasulullah, watu wake zao ndo wako. Asema mtume akatabasamu, kisha nikamwambia ya Rasulullah, bado nimesimama. Asema law ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsa, law ungeliona mimi nilipoingia kwa Hafsa, faqultu laha, nikamwambia la yaghurrannaki an kana tijaratuki awda minki, isikughuri wewe kwamba huyu jirani yako ni mzuri kuliko wewe na ni mwenye kupendekeza kwa mtume kuliko wewe. Yani nani? Aisha. Asema mtume akatabasamu
tena. Sasa nilipoona mtume ametabasamu mara ya pili, weather imekuwa mzuri, nikakaa. Fajalastu farafa'tu basari fi baiti. Sasa nikakaa, nikainua macho yangu juu ya nyumba yangu, nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaiangalia ile nyumba ya mtume. Asema fa wallahi ma ra'aytu shay'an yaruddu al-basar. Sikuona kitu kinachoregesha macho. Yaani kuregesha macho kwa lugha nyingine wanasema sikuona kitu cha thamani, cha maana. Naona tu ngozi 3 ziko hapo. Ya Rasulullah, ud'u Allah, omba Mungu, faliwasi' Allah ala ummatika, Mola awafungulie umma wako. Fa inna Farisa wa Roma qad wusi'a alayhim. Faris, Persia na Roma wamepewa katika hii dunia, na wao katika ukafiri wanamshirikisha Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema katika riwaya nyingine Saidna Umar alilia, mtume akamuuliza mbona walia? Ambaye Rasulullah, Kisra na Kaisar waka vizuri kule walipo na wao ni washirikina, vipi wewe katika hali hii? Mtume anasema fajalasa an-nabiyyu wa kana muttaki'an. Mtume akakaa, alikuwa ameegemea. Mtume akafanyaje? Akakaa kwa zile habari za Saidna Umar, akamwambia afi shakkin anta ya ibn al-Khattab, wewe unashaka? Inna ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Wale ni watu dunia yao starehe zao wametanguliziwa, starehe za dunia wamefanyaje? Wametanguliziwa, si kitu yani. Saidna Umar akamwambia Rasulullah, basi istaghfir li ya Rasulullah, niombe msamaha. Mtume sana kwa mitaki hapo hatoingilia wake zake mwezi mzima. Alipokwenda Mtume SAW siku ya 29 kuamkia 30, mwezi haujaisha, si ndio? Asema inma asbahtu min 29 laylatan, poinukia baada ya usiku 29 nikaingia kwa nani? Kwa Aisha kipenzi chake. Asema akaanza na Aisha. Mtume sasa kifika kwa Aisha anamwambia ya Rasulullah, Aisha anamwambia Mtume ya Rasulullah, wewe ulikuwa unateki hapo mwezi na leo ni 29 peke yake zimeisha. Asema wa kuntu a'udduha adda, nilikuwa nahesabu siku baada ya siku. Sasa Aisha sasa asubiri tu, wewe utarudi lini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ashharu hakadha wa hakadha. Mwezi kuna ambao ni 30 10 mara 3 na kuna ambao ni 20 na ngapi? Huu ni mwezi wa 29. Hii inaonyesha vipi Saidna Aisha na wake zake Mtume walikuwa na hamu, Mtume itaisha lini huu mwezi? Na mwingine hata mke ule hana habari kama umeondoka, inshallah upotee. La. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza akaanza kwa nani? Kwa Aisha. Asema ukawa kumeteremka aya ya nini? Aya ya takhyir, aya ya Allahumma salli ala Muhammad. Aya ya takhyir ambao ni nini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Nasemaje Mola? يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وأنبيني محمد وأنبيه وكذاكم kiwa mnataka starehe ya dunia zinataha fata'alaina umatti'kunna, njoni niwape talaka usarih kunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, nikiwa mnataka Mola na mtume wake wa dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran adhima. Sasa ilikuwa imeteremka ile aya, mtume angalia sallallahu alaihi wasallam kwa mahaba yake kwa wake zake na kwa hirsi yake kwa wake zake, awapenda. Amwambia Aisha, mimi leo nitakwambia jambo, nastaki utukue wewe decision kabla hujashauri wazee wako. Na Aisha asema alikuwa mtume ajua nikishauri wazee wangu hawataniacha. Kwa hivyo mtume ataka Aisha abaki asitague dunia, na Aisha ajua kwamba mtume ampenda, ataka Aisha. Ndio mahaba alikuwa baina mtume na wake zake sallallahu alaihi wasallam.
ya Aisha mtume, inni dhakirun laka amra, mimi nakutajia jambo, fala alayka an la ta'jali fihi, usifanye haraka kuchukua decision kuhusu hilo jambo mpaka hata tastamiri abaweki, mpaka utukue amri na ushauri wa baba zako. Sasa asema waqad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqi, alikuwa mtume ajua wazazi wangu hawatoniwata mimi ni mwache mtume. Asema kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mola subhanahu wa ta'ala, asema ya ayuha nabii, zile aya mpaka mwisho. Saidina Aisha akamwambia, sasa mimi nimeshauri wazazi wangu kuhusu jambo gani? Mimi nataka Mola na mtume na dar al-akhirah. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwa Aisha akaenda kwa wake zake wote, kila mmoja akimkhairi na kila mmoja akatagua nini? Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Wa hali kama hii ndio iko habari za mtume sallallahu alaihi wasallam kugura nani. Kwa hivyo imekujaje kisa hichi? Imekuja kwa sababu Saidina Umar alipojiwa na yule mwandani wake kumpatia habari, wakisubiri habari za Rom na Ghassan, akaambiwa kwamba habari zilizokuja ni kubwa kuliko hizo. Ndio utambue, angalia msahaba kwa wao mtume kuko ni adhimu na jambo lake ni adhimu kuliko mengine. Hata kama ni Rom watakuja kuingia Madina, kuna kubwa lipi? Ni mtume kuingiwa na hamu na stress na kuacha wake zake. Hilo ndio kubwa kwa masahaba. Asema وهذا يدل على خطورة الموقف. ilikuwa kionyesha nini? Hali kwamba ni nzito alladhi kana, kwamba waislamu na ile pia yaonyesha kwamba Saidina Umar na waislamu kwa kwenye hofu kuhusu Rom na Ghassan. ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة الأخبار أو نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان. wanafik sasa walipopata habari za kwamba Rom wameanza kujiandaa kuja kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona sasa hapa pia kuna kijinjia kimefunguka tena. Kumbe hope yetu haijaisha, kuna jambo laweza fanyika hapa, sisi huyu Muhammad akamalizwa mambo yake ikaisha. wakasema kwamba annahu la yujalu min sultanin ala فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله في كل ما يدين. Pamoja na kwamba hawa wanafiki wameona mtume sallallahu amefaulu mitihani yote yale, Khaybar, vita vya Khandaq, yote yale yaliyopita wameona, lakini hawakukata tamaa. Tafiqa haula almunafiquna ya'maluna, wakaanza kuwa na hope fi tahaqquq ma kanu yukhfunahu fi sudurihim, kupatikana yale waliokuwa kificha katika moyo wao. Asema wama kanu yatarabbasunahu min ash-sharri bil-islam wa ahlihi, yale walikuwa kiapanga kutokana na shari kwa waislamu na watu wake. Wanadharan ila qurbi tahaqquqi amalihim, na kwamba wakiona kwamba kulingana na kwamba hii hope yetu yaweza kuwa real karibuni, wakaanza kujipanga. Ansha'u wakratan lidasi wa ta'amur, wakaandaa sehemu ya wao kuweza kupanga na kufanya vihoja na vitimbi vyao. Sasa lakini sehemu hiyo ilikuwa ni vipi? Sehemu kama hiyo lakini fi surati masjidin, kwa picha ya nini? Sasa bana yule apiga kilemba, ana ndevu, shekhe mkubwa, picha isikughuri wewe. Anjenga msikiti, ni msikiti unjengwa kwa ajili gani? Na ule msikiti ukaitwa Masjidu ad-Dirar, ndio huu Masjidu ad-Dirar ndio huu. Asema wa huwa Masjidu ad-Dirar. Kwa nini? Asasuhu wameuanzilisha kufran, ukafiri, wa tafriqan baina almu'minina, kufarikisha baina waumini, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu. Asema wa aradu ala rasul. Sasa wao ili kupata hoja, ili wale watakao kuja pale wasionekane wote hawa wanafiki, kuwe kuna waislamu wazuri wataingia, kwa hivyo watu wasishukiwe, sijulikane nani. Mwambie ya Rasulullah, ndo kidogo swali hapa raka mbili, rak'atayn, wewe ukiswali hapa mambo mazuri. Wataka sharia wataka kulegalize ile jambo lao. Ndio wakati mwingine wewe ukitaka watu wakukubali, utamuita mheshimiwa fulani, si ndio? Aje kwako. Mheshimiwa fulani pia nkwenda kwake, kwa hivyo mambo yake huyu mazuri. Sasa wakataka picha kama ile,
inma maramuhum asma bidhalika an yakhda'u almu'mina, lengo lao ni kuwagahada waumini, fala yaftinu, wasijue ma yu'ta bihi fi almasjid min ad-dassi wal mu'amara dhiddihim, wasitambue yanayofanyika pale katika vitimbi, wala yaltafitu ila man yariduhu wa yasduru anhu, na wasizingatia anayekuja na anayeondoka, wasidhanie kwamba hili ni jambo geni. Lakini asema fayasira wakratan ma'munatan, iwe sehemu ambayo kwamba ya amani kwa wao hawa wanafiki na wendani wao watakaokuja kutoka nje. Asema walakin Rasulullah Mtume sallama alitambua hilo, aliakhirisha, anambia sasa sisi katika hali ya safari ya maandalizi ya vita, inshallah nikirudi tutakuja kuswali. Mtume aliporudi alikuja kuvunja masjidu, avunja msikiti, yani msikiti lakini si msikiti uliojengwa kwa ajili ya Mungu. Ila masjidun usisa, Mola asemaje, walladhina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan baina almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wala yahlifunna, watatiana ziapo, wallahi msikiti mtu maujenga fi sabilillah, wallahi wala yahlifunna in aradna illa alhusna, tutakasipokuwa hapa hii tumejenga waislamu wafaidike waswali, lakini wallahu yashhadu innahum lakathibun. Mola amwambia mtume wake la takum fihi abada, tusimame pale tuswali, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi. Asema lakini Rasulullah Mtume sallallahu alayhi wasallam akhara salata, akaakhirisha sala ila qufulihi, mpaka wakati kurudi kwake kutoka vita, li shughlihi bil jihazi, kwa kujishukua kwa alikuwa yuko busy kuandaa jeshi. Fafashalu fi maramihi, wakaponea patu, yani wakafeli katika malengo yao. Wafadhahahumullahu, na Mola akawafadhehe. Hatta qama ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mpaka Mtume aliporudi akaamua kuvunja msikiti baada ya kurudi, baada al-quful. Ma maana al-quful? Ar-ruju'. Qafala yakfulu qufulan, amerudi. Na ndio maana tukasema msafara huitwa nini? Qafila. Ni msafara uendao lakini waitwa wenye kurudi, kupiga fali kwamba utarudi min alquful. Badala an yusalli fi, badala Mtume kuswali alikuja akafanyaje? Akauvunja. Nadhani mpaka hapa tutakoma, ni wakati wa swala insha Allah taala. Darasa litakalofuatia itakuwa ni kueleza habari ya maandalizi, Mtume aliandaa vipi jeshi lake na maamuzi yake kupigana vita kama hivi insha Allah taala. Hapa tutakoma. Allahu ja'alna alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu min alladhina yastami'una faya'lamun wa ya'lamuna fay'amalun ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.